Mfahamu Mtakatifu Romuald Abate. Kila ifikapo Juni 19 ya kila mwaka, Kanisa Katoliki ulimwenguni kote huadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Romuald Abate. Romuald alizaliwa Ravenna nchini Italia mnamo mwaka 952. Awali aliishi maisha ya kujitafutia furaha katika anasa za dunia. Kilio cha moyo wake kilimkaripia na kumshauri daima aziache furaha za dunia. Alipuuza kuisikiliza sauti hiyo, kwa maana rafiki zake waovu walizidi kumshawishi. Alipofikia umri wa miaka 20, alimshuhudia baba yake akimuua ndugu yake wa karibu. Tukio hili lilimuumiza sana hata akaongoka, na ili kulipa fidia dhambi hii alijiunga utawa wa Wabenediktini wa Mtakatifu Apolinari kule Claze karibu na Ravenna. Lakini kwa kuwa watawa hawa walikuwa hawakazii nidhamu ya maisha ya kitawa, Romuald aliamua mwaka 975 kumtafuta mtawa Marinus ambaye alimshauri kwenda kuishi maisha pekee ya kujitesa sana kule Venice na baadaye kule Pirini. Baba yake na mabwana wengine waliongoka kwa mfano wake, basi walimfuata utawani. Romuald alipenda sana kukaa katika upweke, lakini kwa kuwa wengi waliomba ruhusa kumfuata, alipaswa kujenga monasteri nyingine. Monasteri kubwa kupita zote ilikuwa ile ya Camaldoli kule nchini Italia, na ndio maana wamonaki wa Benediktini waliomfuata waliitwa wa Camaldolesi. Ilipofika mwaka 996, Mfalme Otho wa III alimteua kuwa abate wa monasteri ya Mtakatifu Apolinari kule Claze, lakini Romuald alijiuzulu wadhifa huo miaka mitatu baadaye na kutumia miaka 30 ya maisha yake kuzungukia monasteri mbalimbali kaskazini mwa Italia, kusini mwa Ufaransa na kaskazini mashariki mwa Hispania, akifanya mabadiliko makubwa katika monasteri hizo na kuanzisha nyingine mpya kwa ajili ya watawa waliopenda kuishi kwa ukali zaidi maisha ya kitawa. Mojawapo ya monasteri maarufu iliyoanzishwa wakati huo ni ile pale ya Camaldoli. Mwaka 1112 alijenga kwanza vyumba vidogo kwa ajili ya watawa waliopenda kujitesa zaidi. Ingawa Romuald hakuwa na mpango wa kuanzisha shirika jipya la kitawa, nyumba ile aliyoianzisha kule Camaldoli ilikuwa nyumba mama ya shirika la Wakamaldolesi, ambalo ni muungano wa watawa wa Benediktini na wa Cenobite, ambao uliamsha tena roho ya utawa wa Wakapweke. Katika mtindo huu wa maisha, kila mtawa alikuwa na vyumba viwili, karakana na bustani ndogo, na alimtumikia Mungu kimya peke yake. Lengo lao lilikuwa kwa sala na majitoleo yao wa ubadili ulimwengu kwa ulimwengu wa kitawa, kuwafanya watu kwa washiriki wa maisha ya kitawa mahali wanapoishi. Chakula chao kilikuwa mkate na maji. Karne chache baadaye, kanuni hii ya maisha ilibadilishwa. Wakati fulani mtu mmoja tajiri alimpa Romuald zawadi ya farasi nzuri. Romuald alimbadilisha na kupata punda, akitangaza kwamba alijisikia karibu zaidi na Yesu alipopanda punda. Romuald aliwakemea watu walioishi maisha ya dhambi, hasa waasherati. Katika uzee wake aliongeza ugumu wa maisha yake ya kitawa badala ya kupunguza, akifanya toba kwa ajili ya uongofu wa wakosefu. Miaka 20 kabla ya kifo chake alitabiri jinsi atakavyokufa na katika monasteri gani, na ndivyo ilivyotokea. Alikufa mnamo mwaka 1027. Miujiza mingi ya uponyaji ilitendeka katika kaburi lake, hata ikabidi wajenge altare juu ya kaburi lake. Mwaka 1466 mwili wake ulikutwa bado haujaoza, na mwaka 1481 ukahamishiwa katika kanisa kule Fabriano. Alitajwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1595.
Mtakatifu Romuald Abate, utuombee. Hii ni sauti ya Pasco Tulliano. Tumsifu Yesu Kristo.